Mama mmoja aliyekuwa na watoto 7, alikuwa akimcha Mungu, akimuomba mchana na usiku. Ulipita muda sijaonana naye, nikamua niende nimtembelee. Nikamkuta mama mjane amechoka, macho yamevimba kwa kulia. Akanitazama, akaniambia, ajali imeua watoto wangu. Tazama kaburi kama matuta, Mungu hakuna. Kitabu cha Waebrania mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili. Basi ikiwa kaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wetu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama vile hao, lakini neno lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliosikia. Narudia tena ule mstari wa pili. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama vile hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliosikia. Tumshukuru Bwana. Baba, asante kwa neno hili. Neno hili ni la imani, na katika Warumi mlango wa 10 mstari wa 17 tunasoma imani huja kwa kusikia, na kusikia kwa neno la Kristo. Napenda kusema maneno yako haya Bwana asubuhi ya leo yaumbe imani ya kukujia na kukijia kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupate mahitaji yetu na tupate neema wakati wa mahitaji. Nafsi hizi ni zako, watu hawa ni wako, wamekuja ili wakutane na wewe. Sema nasi Bwana kwa njia rahisi, kama baba asemavyo na watoto, tukuelewe na ukaumbe kitu kipya ndani ya maisha yetu. Ikiwa kuna mgonjwa katikati yetu, neno lako likamponye. Ikiwa kuna mtu ameshuka moyo, Bwana kupitia neno lako imani yake ikainuliwe. Ikiwa mlango umefungwa, neno lako likafanye njia. Katika jina la Yesu Kristo, kahudumie kila moja kwa kiwango cha imani yake asubuhi ya leo. Lakini Bwana, tunaahidi kwamba utukufu wako kwa yale ambayo utayafanya, yale ambayo utayatenda, tutakurudishia wewe Mungu wa uzima, katika jina la Yesu. Kila mmoja wetu aseme amina, na unyoshe mkono sema amina. Amina yenye nguvu tena. Haleluya. Nataka nikaongea asubuhi ya leo juu ya imani, ya kwamba mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Kichwa cha ujumbe, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Kitabu cha Waebrania, kitabu cha Habakuki mlango wa 2 mstari wa 4. Habakuki mlango wa 2 mstari wa 4 nasema, mwenye haki ataishi kwa imani yake, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki wangu, Habakuki 2:4, na roho yake itajivuna, hamna unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 4. 1 John chapter number 5 verse number 4. Kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Amen. Warumi 14 mstari wa 23. Warumi 14 mstari wa 23. Lolote ulifanyalo bila imani, kwako ni dhambi. Ukiomba, ukifunga, ukitoa sadaka, ukija kanisani, ukiimba, ukiabudu, ukifanya lolote
pasipo imani kwako ni dhambi. Amen. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mstari wa 6 pale nasema, kila mwendaye Mungu lazima aamini yeye yupo na huwapa thawabu wale wamjiao kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nianzie hapo, nifafanue vizuri kiufahamu mzuri. Andiko inasema, sisi nasi tumesikia neno kama na hao walivyosikia, lakini lile neno walilosikia halikuwasaidia kitu, maana alikuchanganyikana na imani. Amen. Neno limesikiwa kama na wao walivyosikia, watu wa kipindi kile ambacho walizitazamia kuziona siku za leo lakini hawakuziona. Maandiko yanasema wakafa huku wakingali wanatumainia. Sasa hapa mwandishi wa Ibrania anasema neno lile alikuwasaidia kwa sababu halikuchanganyikana na imani. Katika Agano la Kale, andika hii pointi kusaidia siku za mbele. Katika Agano la Kale imani ilikuwa ina base kwa kile unachokiamini. Yaani kama unaamini Mungu, kama unaamini mti, kama unaamini kitu, imani ilikuwa inajengwa juu ya kitu unachokiamini. Katika Agano Jipya imani inajengwa katika mahusiano ya kile unachokiamini na wewe unayeamini. Relationship between what you believe and what should be believed. Kile unachokiamini na kile kinachostahili kuaminiwa. Katika Agano la Kale imani ilikuwa inajenga juu ya kitu. Kwa hiyo mtu anaweza akasema sitaki kuamini Mungu wako, naamini Mungu wangu, kwa sababu unajenga juu ya kitu. Kwa hiyo imani katika Agano Jipya misingi yake tu si unaamini nini, lakini swali, je, una mahusiano na hicho unachokiamini? Na ndio maana sisi kama Wakristo tuliokoka, imani yetu ni imara kwa sababu si tu kwamba tunamwamini Mungu, lakini tuna mahusiano na huyo Mungu tunayemwamini. Kama unanisikia sema amina. Mungu anasema yeye ni baba yetu, sisi ni watoto wake wa kike na wa kiume. Kwa hiyo mahusiano yangu na Mungu ndio yanafanya imani yangu iwe thabiti. Yesu ndio mwanzilishi wa imani. Siamini tu, lakini na mahusiano na huyo ninayemwamini. Yesu Kristo ni the author and the finisher of my faith. Ni mwanzilishi na mtekelezaji wa imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi za Mungu zinatusaidia kujua huyu tunayemwamini ana uwezo kiasi gani, ana uaminifu kiasi gani, anatunza maagano kiasi gani. Huyo unayemwamini ana nguvu kiasi gani, anaweza kutenda nini, anaweza kukufikisha wapi. Ndio maana tunapomwamini Mungu, maandiko yanasema ahadi zake kwetu ni ndio na ni amina. Hiyo inatupa ujasiri ya kwamba Mungu si mwanasiasa, Mungu si jamaa tu anayeongea maneno yasiyo na maana. Lolote alilolisema Mungu ana nguvu ya kulitimiza. Lolote aliloliahidi Mungu anataka likatimie. Mungu akamwambia Yeremia, umetazama vema, maana mimi Mungu nalitazama neno langu nipate kulitimiza. Kama unamwamini mtu asiye na nguvu, hata kama imani yako ni thabiti, hiyo imani haitakusaidia. Maana itakapohitajika nguvu zake atashindwa kukusaidia. Lakini nataka nitangaze asubuhi ya leo, tunamwamini Mungu aliye mwaminifu, sema amina. Tunamwamini Mungu aliye na uwezo, sema yes. Tunamwamini Mungu anaweza kutenda mambo yote, sema haleluya. Tunamwamini Mungu anayeponya na kuokoa. Kama unanisikia, piga kelele, sema glory to Jesus. Amen. Patia na mwingine 5 ya juu, mwambie leo kuna kitu kitazaliwa katika maisha yako. Amen. Sasa maandiko yanasema lile neno walilolisikia halikuwasaidia. Leo nataka niongee pointi 3. Ni nini au ni wakati gani imani inaanza kufanya kazi? Maana neno umelisikia, tumehubiriwa kama na wengine. Amen. When, ni wakati gani imani inaanza kufanya kazi? Ulisikia juu ya uponyaji, ulisikia juu ya kubarikiwa, ulisikia juu ya kwenda mbinguni, ulisikia juu ya kushinda mapepo, ulisikia juu ya kuishi na afya, ulisikia kwamba aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko katika ulimwengu. My question is, ni wakati gani sasa imani yako, kumbuka kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake, ni wakati gani imani yako inaanza kufanya kazi? Amen.
Na leo ukiyasikia haya maneno yatabadilisha mtazamo wako. Jambo la kwanza, eneo la kwanza, tukio la kwanza linalosababisha imani yako ianze kufanya kazi ni wakati umeshawishika. Amen. Unapoanza kushawishika, ndakupa maandiko ya kutosha asubuhi ya leo. Hapo ndipo imani yako inaanza kufanya kazi. Joshua mlango wa 14 mstari wa 7. Nasikia nguvu za Mungu leo ziko hapa kuinua imani ya mtu. Joshua mlango wa 4 mstari wa 17. Amen. Joshua mlango wa 14 mstari wa 7. Chapter number 14 of the book of Joshua, mstari ule wa 7. Biblia inasema, mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu, hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka huko Kadesh Barnea ili kuipeleleza hiyo nchi. Ndiko inasema pale mbele, nami nilimtolea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Kama kuna mtu na Biblia ya NIV, nisomee hiyo tafsiri. NIV tafadhali. Kama Biblia yako ni ya Kiingereza NIV version, soma that one. Joshua 14:4, 14:7. Soma. Soma tena hapo mwishoni. Ya. Hiyo mwishoni. But my brother who went up with me. No, I brought back a report. Okay. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. Mm-hmm. And I brought him back a report according to my conviction. And I brought him back a report according to my conviction. Hebu kila moja sema conviction. Conviction. Come on, sit up center, sema conviction. Conviction. Ongea kwa sauti mpaka mwenzako aogope, sema conviction. Conviction. Ushawishi, kushawishika. Amina. Neno zuri la Kiswahili ni nini conviction? Nilo sawa kushawishika. Wataalamu wa Kiswahili, hilo ndo zuri zaidi. Conviction. Hallelujah. A firm persuasion. In fact, neno la imani la Kigiriki au ya Kiyunani linaitwa pistis. Pistis manake a firm foundation, a firm persuasion. Kuwa persuaded firmly. Kushawishika kwenye nguvu. Amina. Sema amina. Imani inaanza kutenda kazi wakati gani? Wakati huo ushawishi huo, hiyo persuasion, hiyo conviction inapoanza kutenda kazi katika maisha yako. Utanisikia leo nitaongea kitu tofauti sana. Watu wengi wanaombewa na wanaenda kama walivyo kwa sababu hawana ushawishi. They have not convinced. Amen. Sasa Caleb ndio anaongea maneno. Anasema Musa aliponituma kupeleleza nchi nikiwa na Joshua mwana wa Nuni, nilikuwa na miaka 40. Na anasema ni kweli nchi tuliona, ni kweli maadui waliona, ni kweli nchi ile ni nzuri, imejaa maziwa na asali. Kulingana na vile tulivyowaona maadui zetu, sisi ni kweli tulikuwa wadhaifu. We could not compare us with them. Lakini Caleb anasema kulingana na vile nilivyomuelewa Mungu, kulingana na mamlaka aliyokuwa nayo Mungu, kulingana na ahadi aliyotupatia Mungu, nikashawishika. Kwa hiyo ripoti yangu haikuwa kulingana na nilivyoona na kulingana na vile wenye nguvu walikuwa kiasi gani, lakini ripoti yangu ilikutokana na ushawishi ya kwamba tunaweza kuingia, ya kwamba Mungu alilolisema atalitekeleza. Kwa hiyo I was firmly convinced and persuaded that God is able to do what he says he could do. Piga makofi, sema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuamini ni kuichukua ahadi ya Mungu, si kama yenu, kama yako. Ngoja niseme neno ili kutishe kidogo. Kama haujashawishika, don't take a step.
Kama hujashawishika usichukue hatua. Watu wengi wamekufa, niseme hivi pole sana, kwa sababu alienda kwenye mkutano. Unajua kwenye uwepo wa Bwana unaweza ukachanganyikiwa, vitu vikaongewa mpaka ukaona unatembea juu ya bahari. Amen. Kwenye uwepo wa Bwana imani inaweza ikainuka mpaka ukaona unaelea kwenye bahari. Ukitoka nje ya kanisa unabaki kuwa wewe sasa kama wewe. Unanielewa? Petro aliposhukiwa na uwepo wa Bwana akachanganyikiwa, akasema Yesu, mahali hapa ni pazuri, tujenge vibanda. Hata aulizi misumari itatoka wapi, mbao zitatoka wapi, tujenge vibanda vitatu. Ameweka na strategic plan, kimoja chako, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Jamaa amefurahi, yuko so excited, yani anaona hapa ndio mahali pa kuishi. Amesahau nyumbani na watoto, nyumbani na familia, nyumbani na majukumu, anataka tujenge vibanda hapa mlimani. Sikiliza, kama hujashawishika usichukue hatua ya imani. Haleluya. Kwa hiyo watu wanaombewa, unaenda mahali fulani, mchungaji anasema hata kama unatumia madawa ya TB leo umepona. Moyoni husikii, unafika nyumbani unayatupa yale madawa, ila hujaamini utakufa. Kweli kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Imani haianzi kwa hisia. Imani haianzi kwa sababu imetamkwa. Inaanza na conviction. Are you convinced? Je, umeshawishika kweli? Ni kweli Mungu anaweza kuponya. Je, umeshawishika hiyo anakuponya? Ni kweli Mungu anainua. Wewe binafsi, in a personal level, katika kiwango chako cha ubinafsi, are you convinced? Umeshawishika? Gusa mtu, mwambie haya maneno yananihusu leo asubuhi. Mgonge na wewe wa nyuma, mwambie anakuhusu na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukija katika hali ya uhalisia, ule ushawishi ndio unakufanya uchukue hatua ambayo hata kama mazingira ni magumu, kulingana na ile nguvu ya ushawishi itakupush forward. Nisikize nikusemea hivi maneno. Kila hatua ya imani unayoichukua itakuwa na changamoto. Kila hatua ya imani utakayoichukua itakuwa na upinzani. Imani sio jaribiwa ni imani isiyotumainiwa. Imani isiyojaribiwa ni imani isiyothaminiwa. Imani isiyojaribiwa ni imani isiyo na uhai. Kila imani itapimwa kwenye mizani. Kama ulienda kwa mkumbo, imani yako ikijaribiwa hautaonekana mahali. Haya si mambo ya sisi, twendeni. Haleluya. Haya ni mambo ya wewe, ninaenda peke yangu. Vikichachamaa huko mbele, unasema niliamua mwenyewe, nikaamua, nimeelewa, na lazima nishinde hili jambo. Haleluya. Imani inahitaji ushauri. Sikiza niongee kitu chenye nguvu sana hapa. Ya kwamba anasema Caleb, jamani, kulingana na ushawishi wangu, twendeni tupande mara moja. Tunaweza kuwashinda hawa watu. Tunaweza kuingia katika mji. Tunaweza kumiliki. Twende mara moja. Maana yake alifanya mahesabu. Amen. Kulingana na maadui, kulingana na uwezo wa Mungu ndani yangu, it is possible. Let us go at once and take possession. Hiyo ni urgent request. Let us go at once. Hayo ni maneno ya mtu aliyeshawishika. Najaribu kuwaza ni nini kilimshawishi Abednego, Shadraka na Meshach wakaingia kwenye waliingia wapi wale jamaa? Kwenye tanuru la moto. Ule moto si wa kiroho. Maana kuna walokole wanafikiria ilikuwa ni spiritual fire. Hallelujah. The spirit of, it was not a spiritual fire, it was a real fire, 7 times hotter. Mara 7 zaidi umewaka moto. Majamaa yakawaza yakasema huu ni moto halisi, lakini ndani yetu tunaye Mungu. Wakashawishika kwamba Mungu anaweza kuwaokoa hata kwenye moto huo. Hebu imagine my dear friend, nishike bunduki saizi hapa, niseme nataka nikupasue kichwa Pastor Obed, nataka nitoboe hicho kichwa hicho, lakini unawashawishika kwamba hata nikikulenga hiyo bunduki haitatoa risasi, na hata ikitoa risasi itakuwa ni maji. Hiyo imani si ya Kipentekosti. Hiyo imani si ya kusema tushikara masakata ya basaka. Hiyo imani ni zaidi ya ushawishi wa kawaida. Haleluya.
Kuyaona yasiyowezekana yanawezekana. Kuyaona usioelewa mambo yake, Mungu anauelewa zaidi ya wewe. Ya kumwambia shetani, piga ua. Hivi ndivyo nilivyoamua. Hivi ndivyo ninavyoamini ndivyo itakavyokuwa. Hii risasi haitanipiga. Hiyo imani sio ya dini. Hiyo imani sio ya sisi. Tumeokoka. Mmeokoka na nani? Peke yako. Jamaa wakashikwa, wakatupwa kwenye moto. Walipoingia kwenye moto, stories zikaanza. Vipi mpenzi? Safi. Yanga ngapi jana? 2-3 ngapi? Kwenye moto wakawa wanaongea kwa habari za Chelsea na Arsenal. Wanaongea kwenye moto. Mfalme akasikiliza, akaona, akasema to. Kwanza kikamshangaza kitendo cha mtu kutupwa kwenye moto na bado ana survive, anaongea. Mfalme akasikiliza, akasema hii si imani niliyozoea walokole wa mitaani. Unajua kuna walokole fake siku hizi mitaani. Haleluya. Mlokole ambaye akitishwa kidogo anakimbia. Mchawi akikwambia leo hii kichwa chako nitakitoa, unahama nyumba. Hiyo sio imani ambayo tunaizungumzia habari zake. Imani ya kulialia na kusema mimi baba, mimi mnyonge, mimi mdudu, mimi sifai. Hapana. Imani ya kutoa macho. Imani ya nganga liendi, ngungu liendi. Strong faith. Hallelujah, City of Center. Wakasema mfalme, kwa habari ya imani yetu, we are not able to compromise. Mungu tunayemtumikia ana uwezo. Sijui niongee juu ya nini juu ya hapo. Ushawishi ninaoongea hautegemeani na nguvu ulizo nazo, hautegemeani na usomi ulionao, hautegemeani na your own experience, haitegemeani na vitu unavyovijua, inategemeana na mahusiano yako na yeye uliyemwamini. Maandiko yanasema, ninajua mtetezi wangu yu aishi, hata bila mwili huu nitamwona Jehova. Hiyo sio imani ya dini, hiyo ni imani ya watu waliokubali kukombolewa. Ninatambua ya kwamba Bwana atafanya njia hata mahali pasipo na njia. Wengine wanaona mwisho, mimi ninaona mwanzo. Wengine wanaona haiwezekani, mimi naona inawezekana. I am convinced. Usitupe vidonge vya malaria kama hujashawishika. Mpaka umeshawishika. Kishawishika unasema shetani, Bwana ndiye aniponyaye. Ni imeingia kwangu. Usiseme tu pastor alisema, mimi nakusaidia. Je, wewe? Maana nitakuhubiria sasa hapa na kuambia kesho wote tunatembea juu ya bahari ya Hindi. Kama hujashawishika usinifuate, utatumbukia. Mungu amempatia kila moja kiwango cha imani. Ngoja nikusomea andiko hapa litakushtusha wewe. Wathesalonike wa kwanza, karibu na maliza. Wathesalonike wa kwanza mlango sijui wa ngapi. Wathesalonike wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3. This is very fantastic. Wathesalonike wa kwanza jumlisha 1, yani wa pili. Wathesalonike wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3. Mtu mmoja mwenye King James Version atanisomea hiyo maneno. Ndugu zangu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi, na hata upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi. Read that verse somebody. Hello? Yes, Joyce? Why? Come again. We ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more. Because your faith is growing more and more. And the love every one of you has for each other is increasing. And the love
between one another is increasing. Thank you, Sister Joyce. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema ninyi wa Tesalonike imetupasa, we are bound to thank God for you. Lazima tumshukuru Mungu kwa ajili yenu. Kwa sababu kubwa moja, imani yenu inakuwa. Imani yenu inaongezeka. Imani yenu inaendelea. Imani si kitu cha kusimama. Ndio Yesu akasema mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali. Yesu hakuwa anaongelea ukubwa wa punje ya haradali, alikuwa anaongelea tabia za punje ya haradali. Mkiwa na imani kama tabia ya punje ya haradali ambayo ikipandwa chini inakuwa na kuendelea, inaanza kama kambegu kadogo, inaishia kuwa jitu la mti ambapo ndege wa angani wanaweka viota vyao. Yesu akasema mkiwa na imani hiyo yenye tabia ya kukua. Imani inayoleta madhara ni imani inayokuwa kutoka kiwango hata kiwango, hatua mpaka hatua. Sasa Paulo anasema kwa Tesalonike, tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu kwa sababu imani yenu inakuwa. Nalipokuwa mtoto naliongea kama mtoto, nalipokuwa mtu mzima nalibatilisha mambo ya kitoto nikaingia kwenye mambo ya utu uzima. Imani inapokuwa maana yake nini? Kuna vitu, nisikilize kila mmoja asema na kusikiliza askofu. Josha mkono sema askofu na kusikiliza. Mwenzao kama analala mtoboe macho, mwambie usilale, hapa sio pazuri pa kulala. Haleluya. Anasema hivi, imani inapokuwa ni pale unapoanza kuona sasa, nisikilize, kuna mambo ambayo uliyakubali hapo zamani kama sehemu ya maisha yako. Baada ya imani kukua, unaanza kuyakataa kwamba hayo sio haki yako kimsingi wa imani yako. Nirudie tena hivyo. Tunapoingia kwenye wokovu, kuna mambo hatujayaelewa vizuri, kuna viwango hatujafikia, kuna imani hatujaipokea. Kwa hiyo kuna vitu vikitendeka kwetu tunaona ni sawa, lakini tunapokuwa unafika kiwango, katika Ibrania mlango wa 11 nafikiri mstari wa 24 pale, maandiko inasema kuhusiana na Musa, inasema Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Firauni, akakataa kukaa ikulu na ndugu zake wanateseka. Lakini mstari wa 27 inasema by faith Moses was motivated to leave Egypt and to follow his brethren. Kwa imani Musa akachochewa. Imani na kuchochea. Faith is motivational. It motivates you. Sema haleluya. Sijisikii mtu akisema amina. Sema ameni. Musa alipokuwa mtu mzima kwa imani akakataa. Kwa hiyo unaposema imani inakuwa, inafika kiwango cha kukataa. Tunasema ukifika kiwango cha kukataa unapata ule ushawishi. Ndio Musa akasema nimeelewa, mimi hata kama naishi hapa, mimi sio wa hapa. Mimi nyumba yangu ni ile, mimi ni mtu wa agano, mimi ni mtu wa mfalme mwingine. Kwa imani akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Imani inapokuwa, kuna vitu unavikataa. Unasema katika jina la Yesu, kwa imani nilionayo sasa, nimepita kiwango cha kukwazika. Hiyo ni swala la imani. Nimepita kiwango cha kuwa mgonjwa na kuona ni fungu langu. Hiyo ni imani inakuwa. Ukiwa na imani ndogo, ukitoa shilingi 200 kanisani, paka miguu inatetemeka, paka network zinapotea, maana umetoa 200 kanisani. Hata Waislamu wanashangaa, Wakristo wanatoaje hela nyingi kanisani namna hii? Eti mtu anatoa 200,000 kanisani. Hawa watu wamechanganyikiwa namna gani? Sasa kuna mwingine imani yake bado haijakomaa, akitoa 5,000 siku ile kanisani, na kuambia hata miguu anatembea kama anaenda kufia kule mbele, maana network zote zimepotea. Ametoa shilingi 5,000. Hiyo ni kulingana na kiwango cha imani yake. Imani inapokuwa, hata ukitoa 2,000,000 hata ujui kama umetoa, maana kiwango chako si cha kifedha, kiwango chako ni mahusiano na Mungu aliye hai. Niseme nisiseme, imani ikikua, kuna vitu hatutakulazimisha, kuna vitu utavielewa mwenyewe. Imani ya kubembelezwa na kutongozwa ni ya wachanga wanaoendelea kukua. Ukishakomaa na kuwa mtu mzima, kuna mambo unayakataa na kusema hili sio haki yangu kimsingi. Kama nahubiria watu waseme amina. Watu wa City of Center waseme haleluya. Imani inakuwa, imani inaendelea.
Sasa hivi na imani, nikiumwa naamini nikiziombea dawa nikinywa zitaniponya. Well and good. Itafika kiwango unaamini kabla ya kunywa dawa mheshimiwa amekuponya. Hiyo ni imani inaendelea kukua. Ndio maana tunawaambia watu usitegemee ukiwa na milioni 2 ndio uweze kutoa sadaka 10,000. Hiyo 500 mbona utoi? Haleluya. Nataka nimwamini Bwana. Maana siku hizi kuna imani zingine nyehu. Imani nyehu. Imani nyehu. Ngoja ni define imani nyehu. Imani nyehu ni imani ambayo inaamini ili utendewe kitu mpaka Mungu mwenyewe aseme. Unanisikia? Kuna watu wameshapita kwenye kiwango cha imani ya kawaida. Hasa mimi sisikizaje hawa wahubiri hawa. Mapasta hawa level yangu na hao vimeshapishana. Nataka nimsikie Jehova mwenyewe aniambie kwa audible voice. Ndio hao watu wanakuwa naishi kwa machale. Ngoja niongee kitu very powerful. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Shetani anaelewa kizazi kilichopo sasa ni kizazi cha utafiti. Ni kizazi kinataka mambo makubwa, hata yale madogo ya msingi akijashika. Kwa hiyo dada na kaka wako kanisani hawataki mahubiri ya mchungaji, wanataka wamsikie Mungu mwenyewe. Mtu anakuambia siwezi kuja kanisani mpaka Roho aseme. Una pepo wewe. Halo? Kwa hiyo anataka kusikia sauti nzito. Asema Bwana, usiende kanisani. Tuko kwenye kizazi kimechanganyikiwa, nawaambieni ukweli. Kama utakuwa na imani tegemezi, imani isiyo na misingi katika neno la Bwana, utapeperushwa na upepo. Malaya wengi wa kiroho na wachungaji wengi wanafanya business ya kutafuta washirika. Wamepitwa na wakati. Hapa ukija kanisani hatukupi hela. Hapa tunakupa neno la imani la kuweza kukusaidia ikupatie hela huko unakoenda. Hapa tunakuambia ukweli, aliyeko ndani yako ana uwezo kuliko aliye katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema wale aliowajua tangu asili aliwaita, wale aliowaita tangu asili aliwachagua, wale aliowachagua tangu asili aliwatukuza ili wafanane na mwana wake Mungu. Kazi yangu ni kukufanya ufanane na Yesu. Kazi yangu ni kufanya Yesu aumbike ndani yako, uwe na sura na tabia ya mwana wa Mungu aliye hai. Kama alivyo duniani ndivyo na sisi tulivyo. Katika jina la Yesu, Wakristo wa City of Center waseme ye. Bishop wangu Bishop Lai aliniambiaga siku fulani, akasema nataka uwe na imani kiasi cha kwamba hata ukipelekwa kuzimu bado unafaulu. Yaani acha kuzimu inafunguka mapepo na kushambulia, unaenda kukaa na kuzimu kwenyewe, bado unaanza biashara kuzimu. Unafungua kioski kuzimu na wateja wanakuwa mapepo na yanaleta hela. Toka hapa unaenda mahali Yesu yule aliyekuwepo hapa unaenda naye. Tunaita kwenye marketplace. Unafaulu utoka hapo, unafaulu ingia hapo. Kanisani unapiga ndimi na kunena kwa lugha. Kwenye biashara unafaulu. Kanisani unainua mikono na kuabudu, kichwani zinachaji, unapata division 1 2. Hiyo ndio maana ya wokovu. Hiyo ndio imani Mkristo. Imani si inaishia tu hapa. Ukiwa hapa ndo unasema shetani na kukaanga kama chapati na kukula kama sausage. Haya kwa jina la Yesu, hariba saka yama. Ukifika nyumbani mwoga, hapana. Haleluya. Yesu wa kanisani ndio Yesu wa mitaani. Yesu wa kanisani ndio Yesu wa nyumbani. Yesu wa kwenye biashara ndio Yesu wa kwenye huduma. Yesu wa kwenye ndoa ndio Yesu wa madhabahuni. Yeye hajabadilika, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Aliyoyatenda anaweza kutenda leo. Anaitwa Alfa na
apewe kura za ndio huyu Yesu tunayeongea habari zake. Gonga mtu mwambie shawishika. Kama hujashawishika, unafikiria ukitoa hela zako askofu anakula na kunenepa, usitoe. Pole. Point number 2, are you ready? Namalizia na point number 2, tuende zetu nyumbani. Imani inaanza kutenda kazi wakati gani? Ni pale unapoanza kutamka yale unayoyaamini kutokana na ushawishi. Amen. When you begin to confess what you believe according to your conviction. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari 13, ladies and gentlemen. Biblia inasema nasi tuna roho ile ile ya imani. Mambo yale tunayoyaamini tunayanena. Amen. Kunena si maneno ya kidini, ya kithiolojia, maneno yaliyoelekezwa wakati unaanza Sunday school. Kama ukiri wa kusema sema wazungu wanasema positive confession. Kama positive confession ndio ingekuwa imani itendayo kazi, hapa kila mmoja angekuwa na gari. Halo? Kila mtu angekuwa amepaki gari huko nje. Kama kusema tu kwa jina la Yesu naamini na drive. Haya, ingiza gia gym. Amen. Ukiri wa imani ingekuwa ni kuongea maneno sahihi. Naomba nisikilize vizuri. Kukiri si kuongea maneno sahihi peke yake. Lazima hayo unayoyaongea yawe ni yale ambayo umeyatathmini, umeyaamini kulingana na ushawishi, ndipo unayatamka. Yesu alisema kimtokacho mtu ndio kile kimjazacho mtu. Kimtokacho mtu kinatoka ndani ya vilindi vya moyo wake. Kuongea maneno sahihi haimaanishi mtu ana imani. Hata wachawi wanaongea maneno sahihi. Haimaanishi wana imani tunayoiongelea. Leo watu wamechukua imani, ngoja nikusurprise. Imani is not just a cheap talk. Yaani kuongea maneno rahisi. Hallelujah. Mwaka ujao kwa wakati kama huu nyumba yangu itakuwa na vyumba 6. Jana nimsikia mhubiri mmoja akisema ninataka ndani ya aliongea muda mfupi sana. Unajua kuna wakati hata muda wenyewe ni kweli Mungu ni wa miujiza, ninamuelewa. Lakini kuna vitu vingine hata tu common sense inakataa. Halo? Nasema hata common sense inakataa. Dada hata hajachumbiwa, hata hajaolewa, namwambia kwa imani ndani ya miezi 3 utakuwa na mtoto wa kike. Yaani hata common sense inakataa tu. Halo? So kwa sababu ya hisia na vitu vya kuongea tu, watu wanakiri tu, haleluya, kwa jina la Yesu mwakani najenga nyumba yangu. Yaani huyu mtu hana kazi, hana biashara, hana kipato, lakini anasema mwakani wakati kama unajenga nyumba yangu. Common sense inakataa, acha imani. Common sense inakataa. Nisikia ameni pale. Kwa hiyo mambo ninayo yaamini na kuyatamka ni yale ambayo nimeshawishika, yale ambayo ninayaelewa, yale ambayo ndio msimamo wangu wa imani. Hayo ninapoyaamini, kazi inayofuata ni kuyatamka. Maneno yanaathiri ulimwengu wa roho, yanaathiri ulimwengu wa nafsi, yanaathiri ulimwengu wa mwili, yanaathiri ulimwengu wa kuzimu, yanaathiri ulimwengu wa mbinguni. Mungu anasema nalingojea neno la mtumishi wangu nipate kulitimiza. Kwa maana nyingine, yale unayoyaamini ukiwa na imani thabiti, unapoyanena yanakuwa kama bomu, yanakuwa kama risasi, yanakuwa kama fataki ya kwenda kuleta madhara katika ulimwengu wa kiroho. Nisikilize mlokole katika jina la Yesu Kristo. Maneno yetu ni sumu ya mafanikio yetu. Maneno yetu ni moto unaweza kuchochea au unaweza kuunguza mafanikio yako. Kama tutamwona Bwana, maneno yetu lazima yaambatane na ushawishi wa imani yako. Wangapi wana imani watakufa mwaka huu? Kumbe na watu hai. Amen.
ongea hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoanza mwaka niliongea nikasema 2015 sina mpango wa kuumwa. Watu wanaona kwamba ni mbwembwe hizo. Sina mpango. Sio kwamba shetani atakuja. Lakini nimeamini hivyo. Yale ninayoyaamini ninayasema. Huwa nasemaga hivi, kama Mungu hajaruhusu nife, hata nikipata ajali, gari lianguke liwe kama chapati, mimi nitatokea upande wa pili kama kitumbua safi, yani nimenona hivi na kuangalia majeruhi na mauti. Sina mpango wa kufa na ajali kama Mungu hajaruhusu. Wala kulogwa, wala kufa ghafla kama Mungu hajaruhusu. Hayo ninayoyaamini ndio ninayoyasema. Mimi naamini hivi, katika hii miaka yote niliyofanya huduma mpaka kufika leo, ni kama maandalizi ya huduma kubwa ambayo iko mbele yangu. The greater the preparation, the greater the ministry. Maandalizi makubwa yanazaa huduma kubwa. Ni makosa na ni matusi kwanza kufikiria bishop amefika kwenye kiwango chake cha huduma. Hapa niko kwenye warm up, niko benchi bado, napiga njaramba za kiroho za hapa na pale. Najaribu kurekebisha makosa ya hapa na pale na kupata biblical principles and tactics of the ministry. Nikishazipata, sikiliza, Mungu anamwandaa mtu kwa miaka mingi, anamtumia kwa miaka michache. Wewe usiposema amen hapo si utasema wapi wewe? Hallelujah! Nisikia amen yenye kilo nyingi. Hallelujah! Mungu anakuandaa. Wengi hapa mna miaka chini ya miaka 40. Hayo ni maandalizi ya mambo makubwa ndani ya maisha yako. Don't give up. Don't kata tamaa. Acha kuongea maneno manyonge, manake kuna mahali Mungu anakupeleka. Anza kubadilisha ulimwengu wako. Anza kubadilisha mambo yanayokuzunguka. Kataa mambo ya unyonge. Maandiko yanasema let the redeemed of the Lord say so. Aliye dhaifu aseme ni hodari. Aliye mgonjwa aseme nimepona. Aliye dhaifu aseme nina nguvu. Hayo ndio maneno ya ufalme. Hizi sio ajenda za Kipentekosti. Haya sio maneno ya Askofu Lukama. Haya ndio maneno ya kibiblia. Maandiko yanasema unani wewe mlima mkubwa usimamaye mbele ya Zerubabeli? Bwana atakufanya kuwa tambarare, si kwa nguvu wala si kwa uweza, bali ni kwa Roho wa Mungu aliye hai. Maana yake mlima mbele yako unasubiri maneno yako. Wengi tunawaombea, baada ya kuwaombea wanakuwa na msisimuko. Ndio namuombea hapa, ukitoka nje ukimuuliza vipi, anasema wameniombea lakini nasubiri tena Jumapili waniombee ndio nipone. I am free. Sema I'm free. I am healed. Nimepona kwa jina la Yesu. Muulize rafiki yako unaongeaga nini wewe? Muangalie usoni akisha na kujibu wewe unaongeaga. Mimi nakwambia hata wale manguli wa imani walishaniombea. Ndio maneno yake. Klola mwenyewe aliniombea kupata kitu. Mimi mgumu. Ndio anajisifia kwa mgumu. Mimi mgumu. Bonke mwenyewe hapa ngoma ilikataa. Liweka mikono bonke. Lakini wapi? Ndio ulisikia ule ushuhuda alivyosema Faidi. Yule mama akasema, "Nyinyi mnatangazaga vinatendeka havitendeki." Mimi nimeombewa sana. Maana yake mama akasema hata wewe ni cha mtoto. Amina. Lakini Mungu haendi kwa uzoefu. Mungu anaenda kwa kiwango cha imani ulicho nacho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mwambie mtu badilisha maneno yako wewe. Amen. Bwana asifiwe. Na namna ya kubadilisha kusema kwa maneno yako, ninapomalizia, namna ya kubadili kusema maneno hayo ni kukubali kwenda kinyume na mazingira yanayokuzunguka. Kinachotufanyanga tuongee kama watu wasio na imani ni kwa sababu ya mazingira yanayotuzunguka. Bwana asifiwe. Mama mmoja sitamtaja jina lake, ni mtumishi wa Mungu. Alikuwa na usongo kweli wa kwanza huduma. Na alikuwa naamini akianza huduma ndani ya mwezi mmoja nyomi kanisani. Watu watajaa kanisani. Kaanza huduma mahali fulani huko juu. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu.
Anaabudu yeye na familia yake, yeye na watoto wake. Mme alikuwaga naabudu, lakini sasa naye ameacha kuabudu. Kwa hiyo mbaki yeye na watoto wake wawili na binti wa kazi. Ikapigwa miezi 4. Watu wanakuja na chungulia, wanalala mbele, hawarudi tena. Mama akajua kwamba kumbe sikuitwa. Nikamwambia wito upo. Isipokuwa wito hautimii haraka kama unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiwa kwenye mazingira kama hayo, unaanza kusema Bwana, mimi sikuitwa, mimi si mchungaji. Niue Bwana, nikapumzike. Hapana. Ni mazingira tu hayo. Usitegemee umeanza biashara kesho umekuwa milionea. It takes time. Wakristo wana uvumilivu. Majamaa mengine anaanza kazi kidogo, hata mwezi hujaisha kuona mshahara utakwaje, mwezi tu, nusu mwezi tu ameresign. Mwezi anamfahamu mama, jamaa mmoja yuko Mbeya, hata pasta anamfahamu. Unampatia kazi, akishasumbuliwa kidogo tu ameacha. Hii mbaya. Sasa hivi alipata kazi ya udereva, unafahamu. Alipata kazi ya udereva, jamaa mmoja kanisani akampa gari aendeshe. Ameendesha siku hata mwezi haukuisha. Mara mwenye gari anataka hela, mara mtoto wa mwenye gari naye anataka hela. Yaani yeyote anayejisikia kudai hela kwa dereva anadai. Kijana anadai, binti anadai, mama anadai, akasema chukueni funguo zenu. Sasa mafanikio hayaji hivyo. Bwana asifiwe. Ndio unahitaji kitu kinaitwa persistence. Unahitaji kukomelea, kushindilia, kuendelea. Leo vinakataa, unainuka unaendelea. Leo unavunjwa moyo, unainuka unajitia moyo. Leo hujapona, unamwambia shetani, hata kama leo sijapona, uponyaji ni haki yangu kimsingi. Unaendelea kung'ang'ania hapo. Leo hujapokea majibu, unaendelea kuja kanisani, unaendelea kuamini Bwana. Kama Mungu akutenda jana, atatenda leo. Kama atendi leo, atatenda kesho. Maandiko yanasema ahadi zake hazikawii wala haziwai. Mungu anafanya kwa wakati wake na majira yake. Maana kila jambo lina majira yake na makusudi yake chini ya mbingu iliyo hai. Niseme nisiseme, kukataliwa haimaanishi ndio mwisho wa maisha yako. Waweza kuinuka tena. Amen. Unasonga mbele. Hakijaeleweka leo, unainuka tena. Dada yule alinibariki, si yuko wapi? Tulipokuwa tunajadili kikundi chetu hapa kiitwe jina gani, yeye akashika state moja akasema kikundi chetu kiitwe no retreat no surrender. Yaani hakuna kukata tamaa mpaka umelipiza kisasi. Hiyo ni lugha ya makamanda wa kiroho. Amen. Ukiangushwa chini unainuka tena. Ya shetani nakuja tena kwa upya. Sio ukianguka unaanguka kama mende, miguu yote juu pa. Ndio unasema basi, that's the end of me. Ukianguka unaamka tena. Ya shetani, I'm coming again. Wale watu wa mieleka wanamkwala kwe. Hata kama halina nguvu, linaongea maneno ya kukutisha. You are the next one. Kumbe hana lolote, full kwala. I will black out your eyes. Unasikia maneno jamaa atanitoboa macho. Kumbe halina kitu. Lakini Wakristo hatuna mkwala kwa shetani. Shetani wakati mwingine anahitaji mkwala mzito. Yaani moyoni unajua katikati ya majaribu, yaani hakuna pa kutokea, huku umekamatwa, huku umekamatwa. Lakini unaongea kama multi-billionaire. Naambia shetani niko ngangari sana. Unaanza kumhesabia shetani, sina mpango wa kuacha wokovu, sina mpango wa kuacha ndoa yangu, sina mpango wa kukimbia kanisa, sina mpango wa kuacha kazi. I am here to stay and to stay forever. Yes. Mwangalia kwa jicho katili. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya majaribu, Yesu ni Bwana. Katikati ya changamoto, Yesu ni Bwana. Habari njema ndio hii, niseme nisiseme. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lo kawaida ya binadamu. Na katika jaribu hilo Jehova atafanya na mlango wa kutokea ili upate kustahimili. Jamani, mlango upo. Yesu akifungua hakuna wezaye kufunga. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Bwana afanye mlango wa kutokea. Bwana afanye njia ya kutokea. Bwana afanye neema juu ya maisha yako. Hata kama ilishindikana iwezekane. Bwana akutie nguvu.
aliye dhaifu aseme ni hodari, aliye mnyonge aseme ni shujaa. Jehova asiye na upendeleo alikumbuke agano lake juu ya maisha yako. Wewe si mwana haramu, wewe ni mwana wa agano, na kila aliye na agano Jehova analithibitisha agano lake. Mungu athibitisha agano lake juu ya maisha yako. Simama kwa miguu yako tukaombe. Thank you my Lord. God bless you. Amen. Awezaye kuwatendea kama si wewe Bwana. Ninalituma neno lako la uponyaji wa roho, uponyaji wa nafsi, uponyaji wa mwili katika maisha yao, katika jina la Yesu. Fungua mlango Bwana kwa wanaohitaji kazi. Wape nafasi, wape mahali wapate kazi ya kufanya. Fungua mlango kwa wanaohitaji mitaji ya kibiashara. Mungu, tenda jambo jipya juu ya maisha yao. Baba, ninakabiliana na roho ya mauti inayoachiliwa nyakati za mwisho kukatisha maisha ya watu. Milipuko ya mabomu, roho za uvamizi, roho za vifo vya ghafla, roho za ajali barabarani, kwa jina la Yesu Kristo, hao walionyesha mikono walindwe na nguvu zako kwa njia ya imani. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, ninarudisha yale maneno yaliyonenwa juu yao, maneno ya laana, maneno ya kuwafunga, maneno ya kuwadhoofisha. Kila mbegu ya maneno mabaya juu ya maisha yao sasa hivi yang'olewe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninatangaza hawa ni wa uzao wa Ibrahim, hawa ni wana wa agano, hawa ni watu wa uzao wa Ibrahim. Katika jina la Yesu Kristo, baraka za Ibrahim ziwafikie. Katikati yao asiwepo tasa, katikati yao asiwepo kuharibu mimba, katikati yao uzao wake umiliki malango ya adui. Abarikiwe awabarikie, alaaniwe awalaanie, wale watengwe na mataifa wa kawaida. Mungu, ninaomba kibali cha kipekee juu ya watu hawa Bwana, katika jina la Yesu. Wainue makazini, wainue kwenye biashara, wainue shuleni, wape akili njema. Watoto wao walindwe, familia zao zilindwe. Wengine jamii zao ziko mbali, kule mbali walindwe katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu awazingire. Baba, usilete uchungu ndani yetu, maana umesema baraka zako utajirisha, wala zichanganyi na majuto ndani yao. Kila aliyebarikiwa, baraka hiyo isiwe majuto. Mume huyo asiwe majuto, mke huyo asiwe majuto, gari hiyo isilete majuto, kazi hiyo isilete majuto. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninatangaza favor upon your people. Bless them God. Wabariki na wape neema ya kutosha ya kuendelea.